إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أحباه، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن التقوى هي مدار لكل سعادة. أيها المسلمون عباد الله، enyi ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala ndiyo sababu itakayomuokoa mwanadamu mbele ya Allah subhanahu katika siku ambayo yaumul faza'il akbar, siku ambayo ni siku iliyo nzito. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, katika yale ambayo wengi wanadamu wanafika wakati baada ya kupata kwao hasara hufika kukatumika neno la majuto, au mtu akaona baada ya kufeli katika jambo lake akaamua akajieleza kwa watu kwa kutumia sura ya kujuta au kuonyesha masikitiko ya kile kilichomkuta. Hakadha walipoangamizwa watu wengi, wale walioangamizwa ikatokea akabaki mmoja au wawili akiabiri kueleza kwa watu, atajieleza kwa kusema najuta. Ikiwa mtu amekosa jambo fulani akaweza kufika katika au akashindwa kutimiza kwenye malengo fulani, alafu akaonyeshwa njia iliyokuwa yengemfikisha yeye kwenye lile lengo, kutumia neno akasema ya laitani, ole wangu, kwa nini nisingefanya hivi? Aya nyingi zimekuja zikilitumia neno hili la majuto mbalimbali. Moja katika sehemu hiyo, yaqulu Allah subhanahu watlu alayhi naba ibni adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Hikaya hii, mazungumzo haya, mwisho ya huyu bwana Allah tunukulia asema, baada ya yeye kushindwa kufikiria khaufu ya ndugu yake ya kumwogopa Allah, fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi, ikampambia nafsi yake kumuua ndugu yake, akamuua ndugu yake. Asema Allah subhanahu fa asbaha min alkhasirin,
akawa ni katika wale waliopata hasara kwa kumuua ndugu yake. Baada ya kuwa akataka kumstiri ndugu yake, hajui. Allah subhanahu tuambia, Allah subhanahu anasema fab'atha Allahu ghuraban, Allah akamtuma kunguru. Kunguru huyu akaja kama ni sehemu ya kumfunza. Fab'atha Allahu ghuraban yabhath fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Kunguru huyu akaja akamfundisha, baada ya yeye kuonyesha kuchimbua katika ardhi, mpaka kukapatikana sehemu ya kumstiri kunguru mwenzake, na yeye akaona kwamba njia ya kumzika ndugu yangu ni kufanya hivi. Lakini akalitumia neno hili ambalo Allah amelitaja, sema fa asba, akasema huyu bwana fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fawari sawata akhihi fa asbaha minan nadimin. Akapambazukiwa mtu huyu akiwa ni miongoni mwa wale wenye kujuta. Katika kisa cha Qarun na wale watu wake, ukitoa kisa hichi cha watoto wa Adam, likapatikana tena neno la majuto. Wale waliotamani kuwa kama mfano wa Qarun, baada ya Qaruni kuangamizwa, faqala alladhi tamanna makanahu, wakasema wale ambao walitamani kufika daraja la Qarun, ya wailata, wakasema ole wetu, majuto yalioje. Maashara alahibba, wale wakajutia. Kadhalika wale watu ambao waliopata khasara siku ya Kiyama, katika suratul Furqan alipoelezea hikaya ya mtume atakapolalamika, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Katika aya hizi kisha ikaja aya Allah sema wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, ikumbuke ile siku ambayo ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, atangata vidole yule dhalimu, ashike aume vidole vyake kwa majuto, aseme wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laitani. Neno hili likasimama tena kwa maana ya majuto. Ahibba ikhwatan ajillah, ashabul hadiqa, wale watu waliokuwepo katika shamba aliyowataja Allah subhanahu ibra, kama mazingatio na kuwakumbusha makuraishi. Wala takun kasahibi, Allah subhanahu aliposema kuhusiana na wale mfano wa hawa watu ashabul hadiqa, watu waliokuwa na shamba, walipoamua kwenda kuvuna, wakaondoka wakiwa wanapanga katika mikakati yao waende. Allah subhanahu asema walipofika wakalikuta shamba lile likiwa limefekwa na kimbunga mbalimbali. Maneno walioyasema baada ya ndugu yao kuambia, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Hawa wakaonyesha kujuta kwa haya walioyakuta. Maashara alahibba ikhwatan ajillah, fadhakara Allah subhanahu, akataja Allah subhanahu matukio mbalimbali katika Qur'ani ya kuonyesha watu wanavyojuta na kulalamika baada ya khasara. Lakini lengo ni kutupa mauidha na kutufundisha sisi ambao bado hatujafikia wakati wa kusema ya laitani, ole wangu. Ibadallah, khutba yetu siku ya leo tutazungumzia maudhui inayosema
qabla an-nadam, kabla hujajuta. Nini unatakiwa wewe ufanye wakati huu wa leo? Qabla an-nadam, kabla ya majuto. Yapo mambo wapaswa uyarekebishe katika mfumo wako wa maisha. Qabla an-nadam, kabla ya kujuta, ujitathmini wewe ni nani, mafungamano yako na Mola wako yakoje, una alaka gani bainaka wa baina Allah, baina yako wewe na baina ya Allah subhanahu. Qabla an-nadam, kabla ya majuto, uliza nafsi yako, uiulize nafsi yako kwa yakini kabisa, ya nafsi aina makanak, ewe nafsi yangu, iko wapi sehemu yako wewe duniani, iko wapi sehemu yako akhira? Qabla an-nadam, kabla hujajuta, tambua wewe, waliojuta wengi katika hao walijuta majuto ambayo la yanfa'u nadam, kipindi ambacho hakunufaishi majuto yao. Ibadallah, wale wasahili waliosema majuto ni mjukuu, kalla, hapana, hatumaanishi kwamba walikosea, lakini afidih alhafida, mjukuu awe wa kike au wa kiume aweza kukunufaisha. Lakini ikiwa mjukuu huyu unayemkusudia wewe afungamana na dini yako ili majuto yawe mjukuu, ujutie ukiwa hai. Ibadallah, lakini akijuta mtu akiwa yeye hayupo tena duniani, majuto sio mjukuu, bali majuto ni nadaman wa khasara, ni hasara itakayompata yeye. Kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuwataja watu hawa niliowataja katika aya suratul Furqan, Allah asema wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani, ole wangu, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, qabla an-nadam, kabla ya kujuta, is'al nafsaka, yuulize nafsi yako hapo ulipo, la'alla Allah, huenda Allah subhanahu akajalia majlisi yako hiyo na kisimamo changu hichi nilichosimama ndio majlisi ya mwisho na kisimamo cha mwisho. Madha qaddamta, umetanguliza nini kwa Mola wako kabla ya kuingia hapa? Ibadallah, mimi nahia hii ya khutba yetu hii na maudhui hii itagusa maeneo mbalimbali kwa idhini ya Allah subhanahu, katika kuzinduana na kuamshana. Anasiri ya kwanza, sehemu ya kwanza, qabla an-nadam fi tarbiyati al-aulad, kabla ya majuto katika kuwalea watoto wetu. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, kabla hujajutia kwa wewe Allah kukupa watoto, wewe uko katika neema ya kupata watoto, kabla hujajuta jiulize vipi unawalea watoto wako. Ayuha almu'minuna ibadallah, leo katika jamii yetu kumeonekana wazi wazi malezi kuwa mabaya, kuvunjika kwa maadili ya Uislamu, kuvunjika kwa akhlaq al-islamiyya fi tarbiyati al-aulad, katika malezi ya kuwalea watoto. Walaalla, na huenda ikawa yawezekana ni kwa sababu ya watu kukosa leo baraka za wale watoto wao, baraka za zile nyumba zao katika ndoa, baraka ya wao kurudi katika misingi ya Mola wao. Qabla nadam, kabla hujajuta katika haya malezi, lazima uanze kufanya tafakur. Ikiwa wewe ni kijana hujaoa, lazima uangalie kwanza, waandaa mama gani atakaye kusaidia malezi ya watoto wako kabla nadam, kabla hujajuta. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, leo kumedhihiri na tutakubaliana watoto wetu wa kike walivyoenea mitandaoni, makshufan,
wako wazi kabisa, mutarakis, wenye kucheza katika viuno. Katika TikTok kumeenea ugonjwa huu, na watoto hao kwa asilimia 80 mpaka 90 ni watoto wetu sisi Waislamu, watoto wetu sisi waumini, watoto wetu sisi ambao tulikuwa tukisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, leo hii imekuwa ni fashion. Leo watoto wa kike kila wanalolifanya lipo katika social media, katika mitandao. Mwanamke akipaka hina hawetosheki tuna hina yake aliyopakwa nyumbani, lazima wanaume wote waione hina hiyo. Akichora piko, lazima piko yote lionekane. Leo watoto wetu wa kike wapo mitandaoni, wanacheza, wanakatika, wanaonyesha maungo yao, na sisi ndio tunao like na kucomment na kuandika masha Allah. Hili tukiwa tunafanya tukijua kwamba unayemwambia wewe masha Allah ni mtoto wa Kiislamu anayeutukanisha Uislamu na anayetukanisha jamii ya Waislamu. Ibadallah, usisubirie eti familia ikaja ikatoka baada ya mtu huyu kuondoka duniani ikaziomba mamlaka za vyombo vya habari kufuta maudhui aliyoituma kijana huyu au aliyoituma binti huyu. Leo watu wanatoka wasema mtu asubiria mpaka aondoke duniani ndio watu warudi waseme tunawaombeni kwa jina la Allah, kila mwenye video ya binti yetu ya kuonyesha uchi wake alivyo akicheza na kuimba, twaomba aifute. Haya, tujalie, tufaradhishe watu wote wafute, waondoe video zile zilizokuwepo katika profaili zao au katika jawala zao au mtandao, ufute maudhui yote. As'aluka billah, na kuuliza kwa jina kwa Allah subhana, yule mwandishi raqibun atid, yeye anapewa taarifa saa ngapi kwamba naye afute maudhui? Kabla nadam, kabla hujajuta wewe kijana wa Kiislamu mwanaume. Leo vijana wanaigiza katika sanaa, mwanaume avaa mavazi ya kike, achukua hali ya usichana, akiwa yeye anatengeneza contact maalum, lakini kavaa vazi la kike, kavaa wigi, kajipodoa, kaeka rangi ya mdomo, kapaka wanja, uhusika wake ni wa kike, tofauti yake ni ile jinsia ndiyo ambayo haipo. Na yeye ni Muislamu akwambia anatengeneza maudhui fulani. Kabla nadam, kabla hujajuta, wakati wa majuto. Man amaraka bihadha, nani aliyekuamrisha hilo? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allah memla'an man tashabbaha bin nisa, yoyote atakayejifananisha na wanawake. Na hivyo hivyo Allah amewalaani wanawake watakaojifananisha na wanaume. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, kabla nadam, tarbia ya watoto wetu katika hali hii, katika mitandao. Vipi sisi tumehusika na wakati gani tunachukua bidii na juhudi za kuwakemea watoto wetu katika hilo? Maashara al-ahibba, leo watoto wetu wadogo wa umri mdogo, yawezekana miaka 2, 3, leo wanakusanywa au zaidi ya hapo, wanakusanywa, wanachukuliwa video, wanawekwa katika sehemu hizo, wakiimbishwa nyimbo, wakicheza na huku wakikatika. Yawezekana mwalimu akawa yuko mbele na yeye akionyesha aina ya mtindo wa maungo kukatika, akiamini kwamba huku ni katika kufundisha. Hakuna teaching aid katika kulea malezi mabaya. Hakuna njia inayokubalika ya kufunza kwa kutumia maudhui inayokhalifu sheria ya Allah subhanahu. Na hili tutalishuhudia, watoto wetu wengi wamefika, wameathirika. Leo watoto wa kike wadogo, wa kiume wadogo, wanavyo katika viuno vyao, weweza ukasema hakuna katika viungo vyao mishipa inayozuia. Ibadallah, kabla nadam, kabla ya kujuta, lazima tarbia hii itazamwe.
Katika hayo malezi, kuangalia watoto wetu, nani wanayefuatana naye, nani wanayeamiliana naye. Kwa sababu gani? Wanasema watu wa lugha au wanasema watu wa hikma, anil mar'i la tas'al was'al qarina. Mtu ukitaka kumjua yeye shakhsia yake yukoje, la tas'al was'al qarinahu, usimuulize yeye, usimuulize wewe ni nani, hebu jielezee, nipe CV yako. CV ya mtu ipo kwa rafiki yake. Fa innal qarinu bil muqarana yaqtadi, kwa sababu rafiki kwa rafiki yake hufuatana, huiga tabia kwa pamoja. Kwa hiyo apaswa Muislamu angalie mtoto wake ana rafiki gani katika maisha yake, mtoto wake huko chuoni aliko ana rafiki gani anayefanya naye muamala, kwa sababu innal qarinu bil muqarana yaqtadi, hakika rafiki kwa rafiki zake hufuata tabia hiyo. Na haya si maneno yetu wala maneno ya Waarabu, ni maneno yaliyotolewa katika hadithi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalilihi, mtu yupo katika dini ya kipenzi chake. Almar'u, mtu ala dini khalilihi, yupo katika dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum, angalie mmoja wenu, man yukhaliluhu, nani atamfanya kuwa rafiki. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, man awqa'a nafsahu fi mawaqi'i at-tuham fala yalumanna man asaa bihi adh-dhann. Yoyote ambaye, asema Umar ibn al-Khattab, man awqa'a nafsahu fi mawaqi'i at-tuham, yoyote atakayepeleka nafsi yake katika sehemu za kudhaniwa dhana mbaya, fala yalumanna man asaa bihi adh-dhann, asimlaumu yoyote atakayemdhania dhana iliyo mbaya. Bil mathalan, kwa mfano leo wewe mathalan ukaenda ukanywa maji bia, nini sehemu ya bia, afwan, ukaenda ukanywa maji sehemu zinazouzwa bia. Katika haya mabaa maji ni halali asliyan, lakini urf pale ile sehemu watu wanauziana nini, vilevi. Au ukawa maskani yako wewe ni yale maeneo wanayojiuza baghaya, wanawake wazinifu, alafu wewe pale umekaa na laptop yako unasema naandika tu risala zangu, lakini ni eneo ambalo kuna baghaya, wanawake wanaojiuza. Akipita mtu akakudhania na wewe wasubiria wa kununua, au akapita mtu akakuona baa akasema nimemkuta fulani analewa, usimlaumu, kwa sababu wewe ndiye uliyepeleka nafsi yako sehemu za kudhaniwa. Faqala Umar ibn al-Khattab, man awqa'a nafsahu fi mawaqi'i at-tuham fala yalumanna man asaa bihi adh-dhann, atakayepeleka nafsi yake katika sehemu ya kudhaniwa asimlaumu yoyote atakayemdhania dhana mbovu. Limadha? Liannahu awqa'a nafsahu fi mawaqi'i at-tuham, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyepeleka nafsi yake katika sehemu hiyo. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhana, lazima sisi tuwaulize watoto wetu, na sio aibu kumpekua mtoto wako, kupekua simu ya mtoto wako wa kiume au wa kike, yale anayoyafanya katika simu yake, kwa sababu hili ni jambo lililobebeshwa wewe baba, ni mas'ulu katika hilo. Hakuna jambo lililobaya kama mtu kurizika watoto wake wanatoka, la yadri amman takhruju mah, hajui ametoka na nani, amecheza na nani, anarudi na nani. Na wakati mwingine aweza mtu akalala akapata usingizi, na wallahi binti yake hajarudi nyumbani na yeye akalala. Ndugu zangu katika imani, lau mmoja wetu apotekezewa na mbuzi wake au ng'ombe wake, aweza kulala kabla ya kujua ng'ombe wake yuko wapi? Nani awezaye leo mfugaji apotezewe na ng'ombe wake, wapotee, alafu apate usingizi wa raha, aseme atarudi tu, alafu wewe umemwacha binti yako wa umri miaka 20
15, 30, yupo na bodaboda tuko, apelekwa arudishwa aendwa kule. Akija yeye amekuletea kibaya, usimlaumu yoyote. Kabla nadam, kabla ya majuto, lazima jambo hili lipekuliwe katika tarbiyatul aulad. Maashara al-ahibba, ikhwatan ajillah, kabla nadam, kabla ya majuto, sisi wenyewe tunayo haki ya kuiuliza nafsi yako, wewe nafsi yangu, umechagua nini? Istafti qalbak, ulize moyo wako, unataka nafasi gani mbele ya Allah subhanahu? Ashaqiyun am sa'id, wataka wema au wataka uovu? Kabla nadam, kabla ya majuto, tazama miamala unayofanya wewe na watu wako. Aqulu ma tasma'un. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. معاشر الأحباء, kwa sababu ya muda wetu na makamu hii haijasuniwa zaidi kurefusha illa lilhaja, bali ni sunna kufupisha zaidi kwa sababu ndio bora zaidi. Lakini maudhui hii ni shamila, imekusanya nawahi 15 au zaidi. Katika upande wa pili ambao mimi nataka niuzungumzie kwa ikhtisar, kabla nadam, kabla ya majuto, tazungumzia upande huu kwa nasaha, nikiwa mimi wa kwanza ninayenusia nafsi yangu, na wewe unayasikia haya ukiwa katika msikiti huu, na yoyote yatakayemfikia maneno haya, mimi naondoa dhima kwa Allah subhanahu biidhnillah, na nyinyi muondoe dhima mbele ya Allah kwa kuyasikiliza na muyafikishe kwa yule atakayeelewa. Ibadallah, leo watoto wetu wa kike wamejaa wengi mabarabarani. Watoto wetu wa kiume ambao hawajaoa wamejaa wengi mabarabarani. Matokeo yanayotafsiri vitendo hivi ni uharibifu wa maadili kwa watoto wetu. Yawezekana hatujajua sababu ni nini, au tunajua lakini tumeipuuzia. Tutakumbushana katika hilo. Kabla nadam, wewe mzazi uliyepewa milki ya mtoto wa kike, kwanza umebebeshwa amana. Pili, umebebeshwa tunu, zawadi. Tatu, una hazina ya ufunguo wa pepo. Ukiutumia vizuri tu, kwa idhini ya Allah, peponi. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ala li jariyatain, atakayenilelea mimi mabinti wawili, katika riwaya moja, mpaka wakabaleghe au akawaozesha, ana wa huwa, mimi na yeye, fil janna kahataini, mimi na yeye peponi tutaenda kukaa kama hivi vidole viwili. Atakayenilelea mimi mabinti wawili au mmoja mpaka wakabaleghe au akawaozesha, ana wa huwa, mimi na yeye tutaingia peponi kahataini, kama hivi vidole viwili. Maana yake mtakuwa karibu naye. Sasa leo yawezekana mabinti hawa tulionao, baadhi yao wengi wameshabaleghe, bado imebakia dhima ya wewe kumtoa tumwozeshe. Lakini kwa sababu ya utashi wa nafsi zetu na kutanguliwa na matamanio kuliko sheria, mabinti hawa tumewalimbikiza majumbani kwa sababu ya ulafi wa utamaduni wa kutaka hela. Leo mabinti hawa wanashindwa kuolewa. Vijana hata wanapotoka na nia njema safi, tunawachallenge kwa maisha yao wanayoishi, sio maisha yao wanayotakiwa wao kuishi na dini yao. Wazazi leo, aweza wazazi 10, 12
wakakaa majlisi moja kujadili mwanaume mmoja aliyekuja kutaka kumwoa binti yao, lakini kwa sababu kazi yake yeye ni muuza uono, watu wakakaa shura, twampitishaje huyu? Twamkabidhi vipi mtoto wetu huyu? Au yeye ni mfanya biashara, auza tomato, karoti, bamia. Watu wakakaa na makoti yao wamevaa, wa upande wa kuumeni na kukeni, wanajadili kitapatikana kweli mkaja wa babu kupitia mtu huyu? Mkaja wa babu una mafungamano gani na ndoa? Mkaja wa bibi una mafungamano gani na ndoa? Na watu wakafika kabisa mahali yaliyo ndio sheria yakawa hayatazamwi, watu wanatazama mila na milal, bali watu wakatazama ukabila, at-taasubia. Watu wakatazama hali ya yule mtu bila kutazama maafa ya kumwacha binti yao katika umri huo. Mabinti wakawa wanateseka. Mimi swali hili najiuliza sana na ninashangaa, na nawapeni na nyinyi mkajiulize. Leo hawa wazazi 10, babu yake, babu wa babu wa babu na kadha, wajomba, makoti, wote wamejivisha hapo, wamekaa wanaijadili posa ya binti yao, sio kwenye milengo ya dini kwamba aswali, ana tabia gani, nani amjua akhlaqi zake. La, huyu aambiwa akija, wewe mjomba utataja koti la babu shilingi 300, wewe utataja mkaja wa bibi 200, wewe ukija utaje mali yako 150, wewe ukija utaje kadha. Si mtoto tulimlea ule, sawa? Mtoto huyu mkaja tu, sio mahari, atadaiwa 2,000,000 au 1,000,000, alafu watu wanaambiana na mazungumzo yapo, wewe wafanya biashara kwa mtoto wako. Watu wanaminyana siku 3 4, wanarudi mwisho yafika 1,100,300. Mahari yake ambaye mahari mtoto wa kike kataka shilingi 200,000 tu, mahari 200,000, lakini huku mkaja umekuja chungu nzima. Allahumma, wakiishi hawa kwenye ndoa fabiha wa ni'ma, wakiachana akarudishwa nyumbani, wale waliokaa kwenye makoti yale 10 wakijadili mkaja mmoja, wamuelekea baba yake mtoto wake, ambia mlee mwanao vizuri, mwanao hana adabu. Mbona wakati tukijadili mkaja wote tulikuwa kitu kimoja? Kwa hiyo leo ishaisha. Mbona hatusemi tulee mtoto wetu vizuri? Wasema ni mlee mwanangu. Kwa hiyo ni mwanangu tu katika kudai mkaja. Wakawa mabinti leo wanazurura mabarabarani. Kabla nadam, kabla hujajuta ukaletewa mtoto wa kike ana mimba, jiulize nafsi yako wewe, iambie nafsi yako mbele ya Allah, mimi nitaulizwa, thumma la tusalunna yawmaidhin 'anil na'im. Na huyu binti yangu ni neema, ataniuliza Mola wangu, nilichunga kitu gani? Nilichunga ukabila wake? Nilichunga hali duni alionayo mume? Uislamu umetuelekeza katika miamala ya ndoa yetu, idha atakum man tardawna dinahu wa khulqahu, atakapowajieni yule ambaye ameridhika dini yenu, dini yake mmeiridhia, ana dini nzuri, ana tabia njema, fazawijuhu, muozesheni. Mtume akasema, na msipofanya hivyo, takum fitnatan fil ardi wa fasadun kabir, kutapatikana fitna katika ardhi na ufisadi ulio mkubwa. Wallah, angalieni leo zina zilipokuwa nyingi. Angalieni leo mabinti wanapofika wakati wakawaua watoto wao kwa kuogopea aibu asije akajulikana na baba yake kwamba ana mimba. Hizi zote ni sababu zetu. Ikiwa tu aliyekuja ana sifa ukazuia kwa ukabila wake, sisi hatuoani. Sisi maashara alahibba, ukabila hauna nafasi katika dini. Yaqulu Allah subhanahu wa ankihu al-ayama minkum, waozesheni vijakazi mlionao katika majumba yenu. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri, yughniyahumullahu min fadli, Allah atawatajirisha.
Jiulize wewe, wakati unaenda kuoa, wewe ulioa ukiwa na kitu gani ulichomiliki? Mbona unaye binti wa watu, alafu leo wa kwako ndo anakuwa tunu na thamani? Kabla nadam, kabla hatujaletewa magonjwa mbalimbali na uzinifu ukazidi zaidi ya hapa tulipo napo, tukae shura ya pamoja. Leo mahari pia kwa hao wengine ambao wao hawana huo uitwao mkaja, lakini mahari yakawa ni mengi mpaka watu ambizana, kabila lile usiende lina mahari mengi, na watu wakiambiwa wanatafuta chochoro wakijiegemeza, waatu nisaa, wapeni wanawake qintara. Qintara waijua wewe, lakini mbona wayataja wewe, hataji binti? Kwani wewe ndio unataka kuolewa? Ambaye ana haki ya kuolewa ndiye ana haki ya kutaja mahari. Hili tulifahamu. Tusiwatishe watoto tukawaambia ukitaja mahari yako madogo madogo utajijua mwenyewe, mimi nitakusaidia ninavyoweza. Maana yake unamuandaa kisaikolojia na yeye atafute kwamba mahari lazima niyafanye mengi ili familia yangu inikubali. Allah subhana, yeye ametoa ahadi, ametoa ruhusa wadai mahari yao kwa uhuru, wasipangiwe, na akatupa ruhusa sisi tuwape. Wa atu nisaa sadaqatuhinna nihla, wapeni wanawake sadaka zao katika mahari, wapeni. Lakini Mtume akatufundisha jambo hili akasema, a'dhamu nisaa baraka, wanawake wenye baraka zaidi, aisaruhunna mauna, ni wale ambao wana mahari mepesi. Ibadallah, leo angalieni vijana wetu wa kiume wamekuwa mazezeta, wanazunguka tu, hawajui wafanya nini. Hata ukimpa biashara hana fikra za kuikuza. Ukimuuliza sijaoa mimi nini, ndio hivyo najipanga. Lakini wale Wapemba, wale Wapemba waozeshani, Wapemba wajuana kwa kilemba, Wapemba wajua dini, vilemba vyao havina alaka, watu wajuane kwa dini. Yule ni Qabusi wajuane kwa dini. Qala Allah subhanahu, Allah akasema katika kulitaja hilo, mbora wenu ni yule mcha Mungu, sio kabila. Lau kama kabila ni bora, Abu Lahab asingekuwa mtu wa motoni, ni Mquraish. Wa ashraful qabail, na kabila lile bora ni Quraish, mbona yeye ni mtu wa motoni? Ibadallah, leo mabinti wetu wakakosa waume na vijana wetu wakakosa wake kwa haya tunayoyafanya sisi. Mimi nawaambieni, na haya ni maneno aliyosema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi katika yale mambo saba. Asema mambo saba yana haki yatoke katika mwili wa mwanadamu, yasipotoka wallahi mwili huo utapata maradhi. Akataja haja kubwa, lazima mtu aende haja kubwa. Akataja haja ndogo, az-zuqam, mafua, na sisi wote tukubaliana ugonjwa wa mafua ulivyo mbaya. Akataja al-haidhu, hedhi, lazima mwanamke apate hedhi, na pakubaliana mwanamke asipopata hedhi maradhi yanakuwa mengi mwilini, matumbo yanapowauma, wanapopata tabu. Lakini miongoni mwa hayo akasema wal manii, na manii. Kama manii hayatotolewa, lakini yatolewe wapi? Yatolewe kwa njia sahihi. Ndio pale tunaona mabinti leo wamekuwa mazezeta, wavulana leo wamekuwa mazezeta, hawaeleweki. Mtu ajiongelea peke yake barabarani, ukikaa naye karibu hajaoa maskini. Binti amekaa kila siku maradhi, hospitali tunazimaliza, mara mgongo, mara mafua, mara kadha. Ana miaka 25, 27, 30, yupo baba yake asubiria mkaja wa laki 8. Baba yake asubiria mila za tamaduni zipatikane. Na ukienda na msimamo wa dini, waambiwa kwa kuachia shughuli yako, niachieni. Wallahi hasbi Allahu, atosha Mola wangu. Au hamna imani na hilo? Fama dhannukum bi rabbil alamin, ni ipi dhana yenu kwa Mola wenu aliyesema Allahu kafin abada, Allah yeye anamtosha mja wake. Wa yukhawifuna, wao wanawatisheni tu. Simama uthubutu, qabla nadam,
kabla hujajuta, wallahi utaulizwa kwa mali hii ya mtoto huyu wa kiume au wa kike uliye naye nyumbani, wewe umefikisha wajibu gani kwake? Kadhalik maashara alahibba, naziomba dakika hizi kabla nadam, kabla ya majuto, sisi sasa tuliopo kwenye ndoa ambao tuna milki ya watoto wa watu, tunawamiliki, tumuogope Allah subhana katika kuwafanyia wema hawa kabla ya majuto na yale yatakayosababishwa yakakufanya wewe ujute. Tazama alaka yako wewe na mke huyu, tazama mafungamano yako na mtoto wa watu. Leo imekuwa sasa ule wajibu wa mwanaume amebebeshwa mwanamke, katika yale ambayo ni ya wajibu kwa mwanaume, ili mulijue na walifahamu wanawake wanaosema wafanya kazi kuwasaidia waume zetu. Sisemi ni haram, la wallah, afanye kazi, sheria imemruhusu, lakini asifike mtu akasimama amsaidia mume wangu bwana. Katika wajibu ambao ni ulazima, mwanaume ndio amebebeshwa wajibu wa al-infaqu, kuwalisha wale ambao wanawasimamia nyumbani, akiwa ni mkewe, mtoto wake, hata aliyemkaa naye anemlea. Mfanyakazi uliyemchukua mfanyakazi wa watu huko ukamleta, wewe si unamlipa 50,000, una haki ya kumlisha, una haki ya kumvisha, una haki ya kumpa matibabu na ale unachokula, sio ale mabaki makombo. Kwa Allah wenda ulizwa wewe hilo. Tulikubaliana aje anifanyie kazi tu, alafu yeye apika, wewe wamwacha kule anachezea nguo nyingine, afua mpaka nyinyi mkimaliza kula kaenda kufagia la. Sasa katika hili pia, kabla ya majuto tuamke kwenye hili. Leo ndugu zangu, kaeni mutembee, tutembeeni kwa pamoja. Mimi ni wa kwanza na nyinyi kwa ujumla. Asubuhi waweza kurauka saa 10, mwanaume limelala kitandani kwake saa 10 za usiku la koroma, amejifunika shuka, mkewe anajumu anaenda kutafuta. Waweza kwenye gari, baada yako wewe na dereva na konda, waliobakia wote ni wanawake. Aina yadhhabu, wanaenda wapi hawa? Wapi wanapokwenda? Yule aelekea Kasera latafuta uono, yule aelekea sokoni Mgandini, yule aelekea pale, yule aelekea pale. Mwanaume limelala lasubiria liletewe. Sasa wewe unasubiria uletewe, kabla nadam, kabla hujajuta, jiandae kuletewa na kupokea chochote atakachokuletea. Akikuletea kinachokuhusu wewe chukua, kisichokuhusu pokea. Si unataka wewe, kwa sababu wajibu wewe ndio ukatafute. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, kafaa bil mar'i ithma, yatosha kwa mtu kupata dhambi, ataandikiwa dhambi, an yudayya amman yamliku qutahu, wa fi riwaya an yahbisa amman yamliku qutahu. Yatosha kwa mtu kuandikiwa dhambi kwa kumnyongesha, kumdhalilisha, kumtesa yule ambaye wewe umemilikiwa kumlisha kwake. Leo mwanamke yeye ndo anazunguka, kila kazi afanya yeye, achimba, akokotoa kule, aminyana yuko huku, ameshika majumu, anauza hichi, anashusha hichi, anapandisha hili, anafanya hili. Wakati mwingine na mtoto wake ukimuuliza, huna mume? Naye mume wenyewe ndio hivyo, hohe hahe, yupo tu pale nyumbani. Toka ukatafute kwa ajili ya Allah subhanahu. Nyanyuka, wewe ndio una wajibu huo. Haambiwi msininukuu vibaya, maashara almu'minin, haambiwi mwanamke ni haramu kufanya kazi, la. Tutazungumzia wajibu wa kuminyana, kutafuta chakula ya kulishwa nyumba hiyo, ni mume, sio mke. Ikawa sasa leo wanawake wapo kama mapunda milia barabarani, haijulikani usiku wao wala mchana wao. Yatihuna fil ardh, wanazunguka tu ardhini. Wako wale kule wanapigana vikumbo na wanaume, wanafanya hivi, wanashikwa, wafika kule wanyanyaswa. Mwanamke mkeo ashikwa na watu makalio ili aweze kuongezwa yeye bidhaa fulani ambayo wewe umemwachia akaitafute katika genge. Ibadallah,
qabla an-nadam, kabla ya kujuta mbele ya Allah subhanahu. Tuamke katika hili, sisi ndio tuna wajibu. Wastahlaltum bihinna, mumehalalishiwa wanawake. Kwa wapi? Majumbani, ukastarehe naye wewe, asichoshwe mpaka ikafika hata haki zako sasa zitekelezi tena. Amechoka mtoto wa watu. Maashara al-ahibba, enyi ndugu zangu katika imani, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, asema Allah subhanahu, thumma la tusalunna yawmaidhin 'anil na'im, mutaulizwa mbele ya Allah. Kila alichokupa Allah atakuuliza wewe na mimi. Qabla an-nadam, kabla ya kujuta, kakaye uiulize nafsi yako. Pale ulipokosea, ishike nafsi yako, uiambie ya nafsi tubi fa innal mauta qad hana wa asil hawa fa innal hawa ma zala fatana. Nafsi yangu tubia, badilika, acha yale ambayo umeshafanya, hakika ya mauti yapo. Lakini pale ambapo umepapatia, pashikilie, simama katika msimamo huo, wala tayas, wala usikate tamaa. Kabla nadam, kabla ya kujuta, tunayo haki ya kujiuliza katika mambo mengi. Kama nilivyosema, ziko nawahi takriban hizo nilizozitaja, lakini kwa sababu ya mazingira ya muda wetu hatuwezi kurefusha hutuba hii, lakini waombe radhi, nimezirefusha dakika kadhaa. Na waombeni kwa Allah subhanahu munisameh, na msiniwekee katika nyoyo zenu chuki kwa hili. Na kwa wale wasafiri ambao inawezekana nimewachelewesha kwa muda huu, Allah subhanahu wasameh kwa uvumilivu wao, na wao wanisameh wala wasiniombee dua iliyo mbaya. Barakallahu fikum. Inna Allah amarakum bi amrin bada bihi binafsi wa athna alayhi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله،